Somo la 18 au part 18 ya matatizo ya figo, polycystic kidney diseases. Nini polycystic kidney disease? PKD nini? Tulijifunza sana kule nyuma kuhusu PKD nini. Sasa nilisema kwamba tutajifunza vizuri huko mbele. PKD, polycystic kidney disease nini? Ni ugonjwa wa polisi ambapo cystis, yani mfumo wa maji, hukua ndani ya figo, unatanuka, unakuwa ndani ya figo. Mtu anaweza kuzaliwa na jeni inayosababisha vifuko au mifuko mingi ya maji kukua ndani ya figo. Vile vifuko ndani ya figo vina normal yake, vina kawaida yake, vinatakiwa viweje kwa kawaida yake. Sasa kama vinatoka kwenye kawaida, vinatanuka, vinakuwa, linakuwa sasa ni tatizo la polycystic kidney diseases. Matokeo ya kukua au kutanuka hivyo vifuko kwenye figo ni nini? Kadri cystis zinavyoongezeka, moja, figo huongezeka ukubwa. Si vifuko vile vinatanuka, vinakuwa, vinaongezeka, kuna figo nayo inaongezeka. Lakini kwa sababu figo inaongezeka, mbili, kazi za figo zinapungua. Haiwezi tena kufanya kazi kama kawaida. Kwa hiyo kazi, uwezo kufanya kazi, figo uwezo kufanya kazi unashuka, unapungua. Lakini pia tatu, hatari ya kidney, hatari ya figo yako kufeli ndio inapokuwa inaongezeka. Kwa hiyo kadiri maji yanavyoongezeka kwenye vifuko ndani ya figo, ndivyo inapokuwa hatari zaidi, au hatari zaidi inavyoongezeka kwenye figo. Utajuaje kwamba figo zako vifuko vyake vinajaa maji na vinaongezeka? Kwa kuangalia dalili hizi. Dalili ya kwanza ni maumivu ya mgongo au ubavu mmoja. Lakini dalili ya pili ni damu kwenye mkojo, hasa kwa njia ya microscope, darubini. Dalili ya tatu, pressure nayo itaanza kupanda. Na dalili ya nne, maambukizi ya mara kwa mara kwenye njia ya mkojo. Unapata maambukizi ya mara kwa mara kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo PKD ni ugonjwa kimsingi wa polisi unaoweza kuharibu figo yako taratibu na kwa muda mrefu. Tatizo linaingia leo, lakini taratibu linakuwa ndani ya miezi 6, mwaka, miaka miwili, miaka mitatu, hatimaye linakuwa tatizo kamili. Basi usiache kunifollow ili tujifunze pamoja vipimo vya maabara na tatizo la figo kwa lugha rahisi zaidi na kwa uelewa mpana wa lugha rahisi zaidi. Mungu akubariki sana. Lakini kama ninavyosisitiza kwamba huu si wakati wa mchezo, ni wakati wa kutubu dhambi, maana Yesu Kristo anarudi. Mungu akubariki sana.